Munyamweru Media, ahabbu nnasi ila Allah anfauhum linnas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashukuru Allah subhanahu wa ta'ala, mola mkarimu mwingi wa rehma, yeye ambaye ametujalia kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhan na bado anatujalia kufunga mchana wake na kusimama usiku wake. Sala na amani kutoka kwake zimiminikie wa mwisho wa manabii, profesa wa umma, mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yeye na halizi na sahabaze kiramu watakasifu na wote miongoni mwa waumini watakaokuwa tayari kufuata mwenendo wa mtume hadi siku ya mwisho. Ya Rabbi, nakuomba nijalie mimi na Waislamu wote tuwe miongoni mwa kundi hilo. Ndugu zangu Waislamu, leo nimeona tunasihiane, tukumbushane huruma wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tukumbushane huruma wa Mwenyezi Mungu kwetu sisi Waislamu. Aya ya 183 katika suratu Al-Baqara, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuita kama mzazi akitubembeleza. Mwenyezi Mungu anatuita wito mzuri sana, huku akitubembeleza wakati faida ni ya kwetu. Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, mkanikubali mimi Allah kuwa ndiyo Mola wenu, mkamkubali mtume wangu kuwa ni mtume kwenu. Allah anatuita anasema, kutiba alaikumus siyam, mmefaradhishiwa kufunga, fungeni. Si kwamba ninakuoneeni, hapana, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyokuwa ni desturi na faradhi kwa wale waliokutangulieni. Allah ni mwadilifu, kama jinsi wale ni viumbe wake waliotutangulia walifunga, na sisi Allah anasema fungeni. Malengo na makusudio ni nini? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun, ili muweze kuupata uchamungu. Allah, tunakuomba tujalie Ramadhani siondoki isipokuwa tumeupata uchamungu ndani yake. Kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaendelea pia akasema, jamani, japokuwa mtafunga si mwaka mzima, sio umri wote, sio kila siku, sio adhabu, ninakuhurumieni na kupendeni. Allah akasema ayyaman ma'dudat. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah kasema ni masiku machache, ni masiku yanayohesabika. Mwezi wa Ramadhani ni siku 29, mwezi wa Ramadhani ni siku 30, hazizidi. Ayyaman ma'dudat. Ukitazama ni jana tumepokea Ramadhani, jana 10 la mwanzo tayari limekatika. Masiku yanakwenda mbio, na kadiri ya masiku yanakwenda ndivyo na umri wetu unakwenda unapukuchika. Allah anasema kwa huruma wake uliotangulia, pamoja na umuhimu wa saumu kwetu, akasema Mwenyezi Mungu, faman kana minkum maridhan, yule ambaye kati yenu atakuwa ni mgonjwa, au ala safarin, au akawa yuko ndani ya safari, asafarul mubah, safari ambayo si ya maaswi, kisha akaumwa, kisha akapata mitihani, kisha akapata matatizo, safari ikawa na mashaka, akaona ale, Allah anasema ruhusa, kula. Allah anatuambia kula, kisha baada ya kula Allah anasema faidatu min ayamin ukhar, alafu utahesabia hayo masiku uliyokula, kisha utayalipa baada ya Ramadhani. Aya inaendelea, Mwenyezi Mungu anasema, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wakati Allah anatoa amri kwa huruma wake Allah kwa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah akawapa khiari Waislamu zama hizo, wenye kutaka wafunge na wenye kutaka wale mchana, ruhusa wakati huo. Lakini ukila mchana, toa fidia ya nusu ya kibaba, 1.5 kilo, ambayo mlishilize maskini. Ilikuwa ni hivyo wakati aya inateremka. Kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaendelea akasema kwamba faman tatawa khairan fahuwa khairun lah, yule ambaye atakayezidisha kwa ile nisfu saa ya kumlishiliza maskini, nikimaanisha ile 1.5 kilo, akazidisha akatoa zaidi, au yule ambaye atafunga kisha na akaamua kunishiliza, Allah anasema fahuwa khairun lah,
yakasema ni kheri kwake, lakini Mwenyezi Mungu kwa kuwa ndiyo mjuzi zaidi na ndiyo anajua zaidi faida ya somu kwetu, akasema Mwenyezi Mungu, wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun, na ikiwa kama mtafunga ni bora kwenu ikiwa kwamba mnajua. Ndugu zangu Waislamu, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuona anatuwezesha kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kisha Mwenyezi Mungu akaendelea akasema, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi huyu wa Ramadhani, mwezi ambao ndanimo imeshuka Qur'ani. Allahu akbar, Allahu akbar. Hapa tupasimame kidogo, ndugu zangu Waislamu. Nukta 5 muhimu. Hebu tafakari, Qur'ani ilipoteremka ililetwa na malaika mmoja miongoni mwa malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na si mwingine ni malaika Jibril, kwa sababu alileta Qur'ani ni maneno bora, maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril akawa ndiyo malaika bora kuliko malaika wengine. Aliileta kwa nani? Jibril aliileta Qur'ani kwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Muhammad kwa kuwa alipokea Qur'ani akawa ndiyo mtume bora kuliko mitume wengine waliotangulia. Iliteremkia kina nani kwa ujumla? Qur'ani hiyo pia iliteremkia umma wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, ukachaguliwa ukawa ndio umma bora kuliko nyumati zilizotangulia. Qur'ani hiyo iliteremka wakati gani? Ndani ya mwezi huyu wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ukawa ndio sayyida shuhur, ukawa ndio kiongozi wa miezi mingine 11 iliyobaki katika miezi 12 ya mwaka mzima. Na Qur'ani hiyo ilishuka katika usiku mmoja wa 10 la mwisho ndani ya mwezi wa Ramadhani, nikimaanisha usiku wa Lailatul Qadri, usiku wa cheo. Ukawa usiku huyo ni bora kuliko mausiku mengine yote 364 yaliyobakia ya mwaka mzima. Swali linabaki ni moja kwa Muislamu, kama umenifuata kwa makini, unaonaaje kama Qur'ani ingeteremka kwenye nafsi yako? Unaonaaje kama Qur'ani ingeteremka kwenye nafsi yangu? Unaonaaje kama Qur'ani ingeteremka kwenye nafsi zetu? Bila shaka nafsi zetu zingekuwa ni bora, nafsi zetu zingetakasika, nafsi zetu zingejielewa, tukajikuta ni viumbe tuliokuwa bora zaidi. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema Qur'ani hiyo ambayo iliteremka ndani ya mwezi huyu, Mwenyezi Mungu anasema shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinati min alhuda walfurqan. Qur'ani hiyo iliteremka kwa nia na makusudi iwe ni uongofu kwa watu, kwa Waislamu, na ije iwabainishie njia sahihi na njia mbovu ili waachane nayo, na ije iwe ni furqan, ije itofautishe kati ya haki na batil. Allah akasema faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Ilipoteremka hicho kipande cha aya, Allah anasema yule ambaye Ramadhani itamkuta yuko mzima kiafya, amebalighe, ana akili timam, hayuko ndani ya safari, yuko mukim, falyasumhu ujuban, lazima afunge. Kuanzia hapo ikawa tena masuala ya kusema mwenye kutaka atafunga, asiyotaka afungi, ikawa wajibu na itabaki wajibu ila an yaritha Allahu al-ardha wa man alaiha, mpaka siku Allah atarithi ardhi yake na waliomo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha baada ya kuitoa hiyo amri, ule huruma wake uliozidi, Allah akasema wa man kana maridan au ala safar, lakini atakayekuwa ni mgonjwa, ugonjwa ambao unampa mashaka yeye kuweza kufunga, au atakayekuwa katika safari ambayo anahisi pia kuna uzito, ruhusa kaitoa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ale mchana, faidatu min ayamin ukhar, kuleni mchana nye wagonjwa, kuleni mchana nye ambao mko kwenye safari, alafu muhesabie masiku ambayo mliokula mtayalipa baada ya Ramadhani. Kwa nini Mwenyezi Mungu amewapa ruhusa hao? Ukijiuliza swali, Allah amejibu, anasema yuridu Allahu bikumul yusra. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Waislam, Allah anakutakieni wepesi, wala yuridu bikumul usra. Allah hakutakieni uzito, si adhabu kwenu, lakini Allah anakutakieni mepesi. Anasema Allah walitukmilu al-idda, na muhakikishe mmezifunga siku 29 au 30 sawa na idadi ya mwezi itakavyokuwa. Muhakikishe Waislamu mmezifunga, kwa maana na wale watakaokuwa walikula wahakikishe siku zile wamezilipa, ili waeneze idadi. Walitukabirullah, na siku ya laidi Allah akikujalieni mkadiriki laidi baada ya kufunga Ramadhani,
mtoe takbira sana, mkimtukuza Mwenyezi Mungu kwa kuona amekujalieni kuweza kufunga mwezi wa Ramadhani wote. Kisha mkiyafanya hayo, Allah anasema walitukabirullah ala ma hadakum, kwa kuwa Mwenyezi Mungu amekuongozeni ndani ya dini hii. Wallah, kama Allah asingenichagua mimi na nyinyi akatujalia akatutunuku neema hii ya Uislamu, wallahi tusingeupata Uislamu na tungekuwa wenye kupata hasara kama wengi miongoni mwa waumini. Tujitahidi sana, tuisome Qur'ani, tuitendee haki dini yetu ya Kiislamu, na baada ya hilo Mwenyezi Mungu anasema wala'allakum tashkurun, inawezekana mkamshukuru Mola wenu mkaona kwamba amekupeni kheri nyingi. Kwa kuwa Ramadhani ni mwezi wa ibada, kwa kuwa Ramadhani ni mwezi wa kufunga, kwa kuwa Ramadhani ni mwezi wa kusoma Qur'ani, kwa kuwa Ramadhani ni mwezi wa kuomba, nikimaanisha dua. Na ndio maana unaona hatutomaliza sala ya tarawih isipokuwa kuna sala ya witri ambayo inaambatana na dua ya kunuti. Imamu anaomba na sote tunaitika. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wetu Muhammad sallama, wa idha sa'alaka ibadi anni, watakapokuuliza waja wangu Waislamu kuhusu mimi Allah, je, niko karibu, waniombe kwa sauti la chini, au niko mbali, wanipigie ukelele, labda ndio utafika, waambie mimi nasema fa inni qarib, mimi niko karibu nao, ujibu da'wata da'i idha da'ani, na niko tayari kujibu maombi ya maombaji pindi ambapo atakapo niomba. Allah anasema ujibu da'wata da'i idha da'ani. Allah anatuambia tu falyastajibu li, wanikubalie mimi Mola wao. Tumkubalie nini Allah? Tutekeleze amri zake, tuache makatazo yake, tukiamka kwenye makosa tutubie, tukimuomba tumuombe tukiwa na yakini ya kwamba atatupokelea dua zetu. Tumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiyafanya hayo, Allah subhanahu wa ta'ala atatupokelea dua zetu, na bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atatujibia kwa yote ambayo tunamuomba. Allah anasema falyastajibu li waliyu'minu bi, na tumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Imani yetu yuko Allah subhanahu wa ta'ala, tusimwamini yoyote zaidi ya Mwenyezi Mungu. Ukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala hutafeli. Ukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala utafika kwenye malengo. Ukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala utafaulu duniani na akhera. Ukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama wengine watakuacha, ma khasirta shay, utakuwa haujakosa chochote. Allah anasema waliuminu bi la'allahum yarshudun, hapo ndio watapata kufanikiwa na kuongokewa mambo yao. Allah tunakuomba tujalie Ramadhani iondoke ili hadi tuko miongoni mwa wale wamefaulu. Allah tunakuomba tupokelee saumu zetu na utupokelee ibada zetu za usiku, na utusamehe kwa yale mapungufu tunayokukosea Mola wetu. Usituondoe katika dunia hii isipokuwa umeturidhia. Allahumma amin. Ibn Nyamweru Media, ahabbu nnasi ilallah anfauhum linnas.